Ngala, mbona umeganda hapa? Amna shangazi. Hakuna kitu kabisa. Vipi, kuna chochote jikoni? Usijali, kuna mihogo, nenda kachukue jikoni. Huyu mtoto huyu anajifanya kijuguu sana. Akida yake inachemka. Kwa hiyo shangazi anafikiria mimi wale watu sijawaona. Yaani yule ni mjomba wake Mwana, lakini yule mwingine mfupi yule sijui amejipaka nini na sijui ni nani na sijui wamefuata nini hapa nyumbani. Sasa maneno ya Mwana yanaanza kuniingia akilini kwamba shangazi sio mtu mzuri. Shangazi sio mtu mzuri kabisa. Shangazi ni mchawi. Soma neno hili usipuuze. Kutoka sura 20 mstari wa 4. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Usiwasujudie wala kwa kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 na cha wanichukiao. Nami na warehemu maelfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Hii Biblia kaileta nani humu ndani? Lakini mbona huu mwandiko ni kama maandishi ya baba yangu? Hata sijui ina maana gani. Yashike maneno hayo na kuyatii. Neno la Mungu ni chakula cha milele. Tumeitana hapa kwa ajili ya kupeana majukumu. Hii vita imekuwa ni vita kubwa sana, na endapo kama tutazembea, basi tutaangamia mmoja baada ya mwingine. Hivyo basi, Mganga Kinyinyi, nilikuongezea nguvu na uhakika sasa unaweza kupambana.
Kwa hiyo wewe nakupa kazi ya kupambana na Mwara, alafu mimi tutapambana na Ngala. Kwa hiyo cha kufanya hapa ni kuhakikisha tunaipata pete. Kipupwe, hata kumrudisha mzee Kiuno babako, hilo pia tunapambana nalo. Kazi zetu zinahitaji watu majasiri sana, na mimi naamini sisi hapa wote tuna ujasiri wa hali hii. Kuanzia sasa, kila mtu aingie kwenye majukumu yake. Ngala ni mtoto mdogo sana kwako, si anajivunia pete? Si anajivunia pete Ngala? Haja nijua bali mimi ndio Bikipasu. Nitahakikisha tumemweka mikononi mwetu na pete tunakuonea. Vipi? Kuna mwenye swali kati yenu? Bila shaka Bikipasu, swali langu ni kwamba tunaweza kuanza kazi mara moja sasa hivi, kwa sababu yule binti ananitia sana mimi hasira. Nataka niende nikamfyonyogore. Kwanza yule binti mdogo sana, yaani hata nyama zenyewe hazipo. Titi moja la masharabu ni mwili wake mzima. Sasa yule anaanzaje kututesa sisi bana? Naomba ruhusa yako. Kwa hiyo nilivyoongea kuanzia mwanzo mpaka mwisho, wewe hujanielewa? Hujajua na maanisha nini? Ndio. Sasa basi, maongezi yangu kuanzia mwanzo mpaka mwisho yanamaanisha kwamba kazi ianze kuanzia sasa bila kusubiri. Dada, unalia nini? Basi nyanyuka, usikae chini.
Ulidhani nani? We mtoto mdogo sana. Yaani mtoto mdogo kiasi kwamba hata mate ya kinywani haja kutoka. Afu unajikuta kushindana na makontawa walioshindikana kwenye umta. Unajiona kama Zuchu we mtoto mdogo sana. Yaani nitashika hilo tumbo lako nilisage sage, nije kwenye abdomen nikunje kunje, nije mpaka kwenye esophagus, nikunje, nilete nishikanishe na tracheal, hata ukimeza hizo bolo ushindwe kumeza. Najua utaweza ufuala. Bolo ni vitonge vidogo vidogo vinavyomezwa vikifika kwenye kolomeo vikijipanga ndo zinaitwa bolo kibiolojia. Sasa umeatimba. Unamjua mganga Kinyinyi wewe? Wait for the moment. I'm going to kill. Mjifanya muongeaji sana. Hiyo ndo dawa yako. Na una bahati. Ngekugeuza mtetea. Shizi. Wewe mwana wewe. Naomba rudi hapa. Rudi hapa. Hivyo mtoto na akili gani? Yaani ufikiri, yaani wewe ni mtu ambaye una relax tu yani una enjoy tu yani. Wewe unafurahia alichofanywa babangu mimi. Weka kulea nani? Mimi sinaongea na wewe. Wewe umeelewa na nani? Si baba. Sisi uko akili zako mpumbavu usivojitambua, umeendekeza mapenzi, ukaacha baba paka anateketea kwenye hii dunia. Unajisikia tu mtu ambaye una enjoy uvisikilize chochote kile. Naomba nisikilize. Naomba fanya juu chini. Babangu arudi hapa. Asiporudi muone babangu mimi. Mtachokufanyia mtoto, nitachokufanyia wewe. Ama zako, ama zangu. Naomba fanya juu chini baba rejea hapa. Hivi mganga Kinyinyi, juu ya kwamba nimemwongeza nguvu, lakini bado anazembea kwenye kazi zake, na mpaka ameenda kugeuzwa kuku kirahisi rahisi tu. Hivi hawa waganga wengine uganga huwa wananunua au wanajilazimishia tu? Sasa dawa yake ni mwacha awe kuku kivi hivi.
lakini subiri. Bikipasu. Kwa ina maana mimi naongea yote unanisikiliza tu na masikio yako imeganda kama mahindi ambayo nasubiri yakomae watu waanze kuyavuna, si ndivyo? Naomba nisikilize. Ninachokihitaji sasa, nataka nikuoneshe mimi ni nani. Kaa hivyo hivyo. Naona unajivunia hizo nguvu zako. Sasa mimi nataka nikuoneshe wanaume wenye nguvu zaidi ya hizo nguvu zako wewe. Kazi imeisha. Mbebe mpeleke ndani. Mambo mengine ni ya chini. Sawa? Hebu acha kujichekesha na upumbavu wako. Hivi kwa nini unakuwa mzembe wewe? Yaani nguvu zote ambazo nimekupatia umeshindwa kuzifanyia kazi. Unaenda unageuzwa kuku na msichana mdogo kabisa. Tena una bahati umegeuzwa jogoo. Bikipasu. Hivi unajua kwamba mimi nina nguvu mbaya mbovu? Yaani kilichofanyika pale nimesahau bomu langu la Intercontinental Ballistic Missile. Nilikuwa chini ya uvungu maskini, zile haraka sijaliona, nikaenda empty mikono mitupu bila guard, nikapewa bila idadi. Ila kale katoto kadogo sana. Ufuara mwingi umekaja. Sasa hivi nipe nafasi. Naomba nafasi. Siku nyingine nitakafia nyogora nikalete kwako akiwa kamezirai. Afu si ukafanye juu utajua mwenyewe. Kelele wewe. Acha kunipigia makelele. Sasa nakwambia, kwenye kazi zetu zinahitaji sana umakini. Lazima uwe jasiri na uwe makini na kutokushindwa. Ukiendelea na huo upuuzi wako ambao umeufanya leo, mimi na wewe tutabadilikiana. Tena si ajabu nikakupa adhabu. Potea. Wewe, hebu rudia. Chukua makolombozo yako hapo uondoke. Zana. Hii inaitwa watatu au tatu bomba.
Kipupwe, mlikuwa mnafanyaje mpaka mkaikosa hii pete? Mbona ni kazi rahisi sana. Yaani ni kazi nyepesi kiasi kwamba wala sijatumia nguvu. Mlikuwa mnakwama wapi? Haya sasa, pete yenu hii hapa. Nimeshaiweka mikononi mwangu. Bi Kipaso, umefanyaje pa kuichukua hii pete? Kwa sababu mzee wangu alihangaika sana kuipambania hii pete. Wewe uliwezaje kuichukua hii pete? Ndio maana ukasema Bi Kipaso. Kujasema mzee Kiuno. Uchawi unatofautiana. Uchawi wangu mimi ni wa kusini. Istoshe, baba yako uchawi aliununua. Mimi ni uchawi wangu wa asili. Hii ni nguvu ya asili ninayo, nimezaliwa nayo. Na ndio maana umeona kazi kama hii kwangu imekuwa ni nyepesi sana. Bi Kipaso, nashukuru sana kuipata hii pete. Lakini kwa kuwa baba ameshapotea kwenye ulimwengu huu, ahadi yake baba ilikuwa ni kumua Ngala. Sasa basi, naomba tufanye juu chini tumteketeze Ngala. Ila sasa tunashukuru pete imesharudi. Kipupwe, uko sawa kabisa unavyosema. Lakini swala la kumua Ngala la kuachia wewe na Sechere. Kumbukeni kwamba Ngala ni mtoto wa kaka yangu. Siwezi kufanya kitu kama hicho. Ili ni damu yangu. Lakini kama ikinibidi kufanya, nitafanya. Lakini sio kwa sasa. Zoezi hilo na waachia nyie. Bi Kipaso, Zenjele, na kutuma hapa sasa hivi. Fika mpaka kwa Ngala. Nataka ukamteketeze. Yani ukauwe. Mpaka ifikapo kesho asubuhi wao wametangaza msiba. Kwa kufanya hivi, tutakuwa tunafurahisha sana baba kwa kila ambacho alikuwa anakihitaji kwa muda mrefu uko aliko. Naomba fanye hivyo. Sawa, nimekuelewa. Ni jambo dogo sana kwangu. Kuanzia sasa, ninachokitaka ni taarifa kuhusu msiba wa Ngala na si vinginevyo. Chukueni pete yenu. Bi Kipaso, hiyo ipingwe. Ngala. Ngala. Mwana wangu, nimekumisi sana. Na pia nimekosa usingizi kabisa.
Ndio maana nikasema nije. Na utaka Nilikumisi pia kipenzi changu, na nimekuandalia bonge la surprise. Nilipanga nikupatie kesho, lakini kwa kuwa umekuja, naomba nikupatie leo kabla hatujafanya kitu chochote. Je, utakuwa tayari kuipokea zawadi kutoka kwangu mpenzi wangu? Uone anataka kunifanya nini huo? Mambo gani tena kufumba na macho? Anataka kunishika begani? nipo tayari. Basi fumba macho, kisha unyooshe mikono yako mbele. Nakwambia utoe. Naomba utoe.